Ukiwa kama founder wa biashara yako, unapaswa kuhakikisha unafanya vitu ambavyo vinahakikisha vinaikuza biashara, sio vitu ambavyo vinaifanya biashara yako iendelee. Ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano, kwenye operational activities za kila siku, hakikisha unatafuta mtu wa kudelegate au wa kumwachia majukumu. Unavomwachia majukumu watu wengine, moja, inakupa muda wa kutulia chini, wa kuweza kufocus namna gani za kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Pili, inakufanya wewe kuweza kuangalia opportunities tofauti za kufanya. So ukifanya operational hizi za kila siku, eventually biashara yako itadumaa. Kwa sababu gani? Biashara yako haijapata nafasi ya kuweza kukua kwa sababu haina mtu anayefanya ikue. Sasa basi, ili usiweze kuaffectiwa na hii, jambo la kwanza ni kuweza kufanya delegation ya vitu vyako. Ili uweze kudelegate, kwanza inabidi ufahamu hivyo vitu. Kwa mfano, kwenye vitu vyako unavyofanya kila siku kwenye biashara yako, ili biashara iwe imesimama structure yake, lazima jambo la kwanza, lazima kuwe kuna production ya hiyo product ama services ambayo unaitoa. Sasa hii una delegate kwa mtu. Jambo la pili, kwenye marketing, inabidi uwe na team ya marketing ambayo inahakikisha inafanya marketing ya biashara yako vizuri. Kwa mfano, kama unatumia digital marketing, lazima uwe na vijana ambao watafanya mambo yote kuendesha, kurana, operate. Kuna sales, nani anapokea wateja, anawajibu nini, anafanyaje. Hivi vyote unamwachia mtu mwingine. Alafu inakuja kwenye masuala ya delivery. Baada ya kuwa huduma na service imekamilika, inamfikiaje? Kuna team ya watu wanaofanya delivery, ama unafanya delivery kwa namna gani, ama unawapelekeaje wateja wanapataje huduma yako. Alafu namba 5, finance na management. Hapa kwenye management unatakiwa ujue nani atakaye kuwa kiongozi wa kuongoza wenzake wote. Alafu namba 6 ni finance, nani atakaye kuwa anasimamia masuala ya fedha na kila kitu. Sasa hapa kwenye kila kipengele na structure, wewe unaweza kaangalia sawa, kwenye hizi vipengele ni kipengele gani ambacho mimi nikiwepo, mimi naweza nikifanya vizuri bila kunifanya nisiweze kuwa productive pia kama CEO. Kwa hiyo hii unaweza kusema kwenye finance nitabaki mimi, na kwenye marketing nitakuwa nafanya maybe kwenye wakati wa kufanya production kama hivi. Sasa unawezaje kufikia hivi? Hatua ya kufikia huku, jambo la kwanza ni kudokumenti kila kipengele. Lakini sio kwamba founders na CEO kwamba mnashinda kufanya hiki. Kitu ambacho kinakuwa ugumu kwenu ni kwamba hakuna structure ambayo inaibeba biashara yako. Na hii structure kamili ya biashara yako kuweza kufanya kazi endapo tu umekamilisha usajili wa biashara yako. Hapo ndipo hivi vingine vyote vinaweza kukam into existence. Na ndio maana kama upo kwenye situation hii, hapo kwenye caption chini kuna namba ya simu. Piga hiyo namba ya simu sasa hivi as we speak. Mimi na timu yangu tutakupokea, tutakusaidia kustructure na kukamilisha usajili wa kampuni yako, na wewe kuingia sokoni ukiwa umenyooka bila kuwa na ups and down na mashida yote.